ina kichwa kinachosema harusi ya mwanakondoo, kuja kwa Yesu mara ya pili na vita vya Harmagedoni. Maandiko ya somo yanapatikana kwenye kitabu Ufunuo sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 21. Baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa hukumu zake ni za kweli na haki. Maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya mwana wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya, na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Wale wazee 24 wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kiti cha enzi, wakisema amina. Ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. Na tufurahi, shangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika heri walioalikwa karamuni, andika heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovya damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata wamepanda farasi weupe, na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali kutoka kinywani mwake, ili uwapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anayakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemedari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na ya watu wawapandao na nyama ya watu wote, waungwana kwa watumwa, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye,
yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale waliopokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walisujudia sanamu walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti, na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi. Upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Wa Yesu Kristo yanaelezea juu ya sherehe ya mwanakondoo. Kwa amebeba vitu vingi ambavyo vinatutaka sisi tupate kuelewa. Mwandishi wa kitabu hiki amenukuu maono ya Yohana Mtakatifu, yale aliyoyaona akiwa kwenye kisima cha Patmo. Ni nini kitakachokuja kutokea? Sisi tunajifunza haya ili tupate kuelewa na kuweza kujiandaa kwa ajili ya siku ile ya kuja kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ananenwa kama mwanakondoo. Kristo ananenwa kama mfalme. Anakuja kwa ajili ya kutawala ulimwengu. Kuja kumiliki ulimwengu huu, kuna wanadamu wanaishi ambao wamekaa katika hali ya tabu, wamekaa katika hali ya shida, wamekaa katika hali ngumu. Wakati umeshatosha juu ya wanadamu waliotembea pamoja na Bwana na wale ambao walikataa kutembea pamoja na Bwana. Sasa hatima imeshafikia. Mungu anataka kuyahitimisha yote, aanzishe utawala mwingine. Anakujaje kumaliza? Jambo la kwanza ni habari ya mnyakuo. Watakatifu wa Bwana wananyakuliwa kwenda mawinguni kumlaki mwana wa Adamu. Ndipo tunaposema kwamba kuna sherehe ya miaka 7. Hao watakatifu watakuwepo angani, hewani, wakifanya sherehe ya miaka 7. Wakati wanapokuwa kwenye ile sherehe ya miaka 7, kumbuka kwamba duniani watakuwa wamebakia watenda dhambi. Kwa watenda dhambi hao watakuwa katika utawala wa mpinga Kristo. Kwa hiyo mpinga Kristo kuna mambo atafanya mengi, mema mazuri atayatenda kwenye kipindi cha miaka 3.5. Atafanya kila jambo lilokuwa limeharibika litakaa vizuri, uchumi uliokuwa umeharibika utakaa vizuri, magonjwa mazito ataondoka, dunia itakuwa katika hali ya utulivu mkubwa. Kwa wanadamu watasema kwamba huyo ndio Mungu. Baada ya hapo mpinga Kristo atazuia watu kuabudu miungu mingine au kumwabudu Mungu aliye hai. Ni Wakristo wa namna gani? Kwa sababu nasema wakati huo kanisa litakuwa limeshakwenda. Kuna watu watakuwa wamebakia. Waliobaki ni akina nani? Waliobakia ni wale tuliokuwa nao kanisani. Tunafunga nao maombi kwa pamoja, tunaimba nao kwaya kwa pamoja, tunatumika kwa pamoja, lakini njia zao hazikuwa kamilifu. Wataukosa ule mnyakuo. Watakapoukosa ule mnyakuo watabakia duniani kwenye utawala wa mpinga Kristo, watakuwepo. Hasa hawa watu pamoja na kwamba wenzao wametoka, hawataelewa ni nini kilichokuwa kinaendelea. Watakuwa wanaingia na kutoka katika nyumba ya Bwana, lakini uwepo wa Mungu hautakuwepo. Maana maandiko yanasema kwamba siku hiyo kutakuwa na njaa ya neno la Kristo, na watu watatafuta neno hawatalipata. Maana yake hakutakuwepo na wachungaji, hakutakuwepo na walimu. Kwa hiyo watakuwa wanaingia na kutoka tu, mioyo inatamani lakini hawawezi kumwona Mungu. Hayo watafanya kwa uhuru ndani ya miaka 3.5. Mpinga Kristo hataweka zuio lolote lile. Lakini baada ya miaka 3.5, ndipo mpinga Kristo atakapoona ameuteka ulimwengu wote, umeshakuwa mikononi mwake, takalo ulimwengu unatenda, ndipo atasema kwamba sihitaji kusikia kuabudiwa kwa chochote kile, lakini mtaniabudu mimi. Wakati huo kuna watu watashtuka kwamba huyo si Mungu, huyo sio yeye, mbona sio Mungu, kwa nini tumwabudu yeye? Watakapoanza kukataa, ndipo yataanza machafuko. Watakuwa wanauawa, watakuwa wananyongwa, watakuwa wananyang'anywa mali zao. Watu watazuiliwa kufanya biashara, watazuiliwa kuuza, watazuiliwa kufundisha, watazuiliwa kila kitu. Ili uweze kufanya hayo, utapewa sharti moja kwamba lazima uwe na chapa ya mnyama, yani 666. Kwa Biblia inatoa angalizo kwa ajili ya wanadamu watakao kuwa wamebakia, lakini wanataka kujiokoa kwa nafsi zao, kwa damu zao. Maana Biblia inatuambia leo hii sisi tunaokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini kanisa likisha kuondoka, mtu akihitaji kwenda mbinguni, yule aliyekuwa katika ibada. Bwana Yesu tusaidie sana. Hayo hayamuhusu mtenda dhambi ambaye hakuijua neema.
yanamhusu yeye aliyekuwa anaingia na kutoka malangoni kwa Bwana, lakini ameachwa. Uhitaji wokovu aende mbinguni, tafsiri yake atajiokoa kwa damu yake mwenyewe. Andiko yanatoa onyo kwamba ile chapa ya 666 ni chapa ya mnyama. Sema kwamba haitakuwa kwa siri, kuwa kwa wazi. Na kwa kuwa haitakuwa kwa wazi, basi uikataa hiyo chapa. Chagongwa ile chapa, kwa vyovyote vile hakuna msamaha kamwe. Na kifo chake Biblia inasema kwamba mauti itaondolewa. Kwa kutakuwa kuna mateso ya muda mrefu sana sio naneka. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inasema watu watatafuta sumu wanywe. Ni kweli atakunywa sumu ili afe, lakini hata kufa. Ataona mateso tu, ataona shida tu. Mwingine atakimbia kujinyonga, atajitundika kamba, lakini hata kufa. Mateso yatakuwa ni mazito. Atatamani miamba iwaangukie, lakini bado haitawezekana. Sima wakionje kikombe kilichotabiriwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ndio maana tunahimizana leo ya kwamba jitahidi sana kukaa vizuri kwenye kipindi cha neema, kwa sababu kama utashindwa kwenda mbinguni kwenye kipindi cha neema, wokovu huu, je, kwa wakati ule haitakuwa rahisi. Pendwa, dhiki kuu inayosomwa, mambo mengi Biblia inajaribu kueleza juu ya utawala ule wa mpinga Kristo, ya kwamba itatokea vita nzito, inaitwa vita ya Armagedoni, vita ya mwisho, ambayo itakokota makabila yote, watu wa kila taifa watakwenda kwa ajili ya kupigana ile vita. Vita itakuwa ni vita ya mwisho ya dunia. Vita ile itatoa maamuzi ya kumruhusu Yesu kuikanyaga ardhi ya dunia hii kwa ajili ya kusimamisha utawala wake. Tunasema tukio ambalo linategemewa, linalosubiriwa na kila muamini, tukio la unyakuo wa siku ile ya mwisho na kwenda kushiriki harusi ya mwanakondoo wa Mungu. Ndio ile miaka 7 ambayo nimekuwa nikizungumzia. Ufunuo 19 mstari wa 19 unasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno hayo ni maneno ya kweli ya Mungu. Siku tumeingia kwenye ukumbi wa harusi ya Yesu Kristo pamoja na kanisa lake. Kwenye maandiko tumesoma kwa habari ya harusi ya mwanakondoo pamoja na bibi harusi wake. Bibi harusi ni kanisa la leo, watakatifu wa Bwana, lakini bwana harusi ni Yesu Kristo. Sasa nasema heri walioalikwa kwenye ile karamu. Na hakuna kazi kubwa mbinguni inayoendelea hata sasa tutakayoikuta baada ya kufika mbinguni zaidi ya kumsifu Mungu wa mbinguni. Kwa mbinguni hakuna kuhubiri, hakuna kuomba. Mbinguni kazi ni moja, kumsifu Baba yetu aliye mbinguni. Kwa hiyo hata atakapokuwa Yesu anashuka duniani chini ya kuleta ukombozi, kutunyakua, Biblia inatuambia kwamba malaika mbinguni watakuwa wakimsifu Mungu. Na neno hili haleluya limetafsiriwa hapa likiwa na maana Bwana Yesu asifiwe, likibeba ujumbe wa sifa zilizoko mbinguni. Wakorintho 2:5 mstari wa 10. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, ni mema au mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba kama watu hawa wamefanikiwa kuingia ukumbi ule, tafsiri yake ni kwamba hawa ni watu wenye haki mbele za Bwana. Kwa hiyo kuna kipengele cha watu hawa kupewa tuzo, zawadi. Hii itakuwa ni zawadi ya matendo ambayo watu wametenda, kwa kuwa ni hukumu ya watakatifu wakati ule. Na tukumbuke ni miaka 3.5 hii. Kama ulikuwa ni mwimbaji, utapewa tuzo kwa kadri ulivyoimba. Unaimba kwa roho na kumaanisha utapewa tuzo yako. Kama ulikuwa ni mhubiri mzuri, ndio hapa sasa utapewa tuzo yako sawa sawa na kutenda kwako. Kama ulikuwa pengine ni kiongozi, ulisimama kwa nafasi yako nzuri, ulikuwa ni mshauri mzuri, kama ulikuwa ni mtu mwenye kuwatazama wajane na wayatima na wasiojiweza vizuri, yale matendo yako yote yanaandikwa. Sasa ile siku utapewa sawa sawa na kile ulichokuwa unakitenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana huwa ninatamani sana mtu aliyeokoka ajitahidi kuona kwamba ana nafasi ya kufanya chochote kwa Bwana. Mahali pengine Paulo anaelezea, anasema kazi ya kila moja itapimwa na itadhihirishwa kwa moto, na kazi ile ikiteketea, huyo mtu atakuwa amepata hasara, lakini yeye mwenyewe ataokolewa kama kwa moto. Yaani siku ile ingia mbinguni, kuna watu watamshukuru Mungu kwamba asante kwa sababu nimeingia mbinguni, lakini hawatakuwa na taji yoyote, hawatakuwa na tuzo yoyote, ila wapo tu. Lakini watashangaa kuna watu wana medani za kutosha. Danieli alijaribu kuyaangalia majuma walionayo wanadamu. Ona kuna majuma 70 ambayo mwanadamu anaishi.
na majuma ya 70 yametafsiriwa kwenye vipengele vingi sana. Sasa katika majuma 70 ya mwanadamu toka kuwako, hata sasa hatujafikia majuma 70, na wakati huo tunaishi kwenye juma la 69. Juma la 70 linalonenwa ni lile baada ya kanisa kunyakuliwa. Kanisa limenyakuliwa, watakatifu wamenyakuliwa, wamebakia duniani. Kuna vitu vingi vitakuwa vinaendelea. Kuna watu watakuwa kwenye miaka 7 wako pamoja na Yesu Kristo. Kuna watu watakuwepo duniani wenye dhambi pamoja na mpinga Kristo kwenye utawala miaka 7 hiyo. Kumbe kuna vitu vitakuwa vinaendelea duniani vibaya na vigumu, lakini kuna vitu vitakuwa vinaendelea huko juu mawinguni ya watakatifu wa Bwana. Kwa hiyo kabla hatujaanza kutumbukiza ile sherehe, kwanza kabisa ndio hukumu ya watakatifu ambayo itadumu kwa miaka 3.5. Wapendwa, ulimwengu huu una watu wengi sana, wenye kumpenda Mungu ni wengi. Kabla mpinga Kristo hajatawala, kuna mambo yatakuwa yameshaharibika sana katikati, yale yatatuhusu na sisi pia. Uchumi kuharibika kupita kawaida, mambo yatakuwa ni magumu sana, mengi tu, lakini haitakuwa dhiki kuu. Sasa wakati uchumi umeharibika kupita kawaida, kila mtu anashindwa kutengeneza uchumi, pale Yesu anawachukua watakatifu wake, anaondoka nao. Anatokea mtu mmoja ambaye ndio mpinga Kristo. Kwenye miaka 3.5 ile tatengeneza uchumi, utakaa sawa. Leo hii kuna watu wanahangaika na mapepo, manini, magonjwa ya kila namna, vifungo vya kila namna. Yeye atanyamazisha, hakutakuwa na mtu utakayemsikia kwamba ana nguvu za giza. Maana Biblia inasema atafanya ishara zote na maajabu yote mpaka atakaa sawa. Sasa vitu vitakapokuwa vimekaa sawa, ndipo watu watasema kwamba huyo ndio Mungu mwenyewe. Waliokuwa wanamsema yule ndio huyu. Kipindi hiki cha miaka 3.5 hata duniani kitakuwa ni kipindi cha amani kabisa 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 kabisa. Ila kule juu watakatifu wa Bwana wanapewa zile tuzo zao. Kuna kwamba miaka 7 yote kwa ajili ya mtakatifu wa Bwana haina changamoto yote kwake. Anapewa tuzo, baada ya hapo tunaendelea kuserebuka wote. Ufunuo 19:11. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki au hukumu na kufanya vita. Amen. Kwa Yohana anamuona mtu aliyepanda farasi mweupe. Mtu huyo anasema ni mwaminifu. Huyu mtu anayenenwa ni Yesu mwenyewe, kuja kuusimika utawala wake na kuharibu waovu wote. Maandiko yako mengi yanaeleza hapo. Kwa mwanadamu ambaye leo anazarauliwa, aliyookoka, wewe ambao dunia haikuelewi, baada ya ukamilifu wa ile sherehe ya miaka 7 kukamilika, kumbuka tutakuwa tuko hewani kule angani tukimtukuza Mungu wetu. Lakini Biblia inasema kwamba tutashuka pamoja na Yesu Kristo hapa duniani. Tunapokuwa tunashuka, tutashuka sisi na Yesu peke yake, na mwaliko toka juu mbinguni. Malaika wa Bwana atashuka. Tunashuka kufanya nini? Au Yesu anashuka kufanya nini? Ndio kipindi cha miaka 3 ya pili ambayo mpinga Kristo anatawala. Watu watakuwa na mateso mengi, watakufa, watauawa, vita vitapigwa vibaya mno. Sasa Yesu Kristo anakuja kwa ajili ya kukomesha vita ile. Anakuja kumkomesha mpinga Kristo na nabii wa uongo, kuja kuwafuta wote. Kwa hiyo sisi tutakuwa ni sehemu ya jeshi la Bwana kwa ajili ya ile vita. Ndivyo maandiko yanavyoeleza hivyo. Ufunuo 1:7 ndio msingi ambao tunatakiwa kuelewa, kwamba wakati ule Biblia inasema kwamba kila jicho la mwanadamu litamuona Yesu anapokuja kukomesha hiyo vita. Ukianzia ule mstari wa 19 kitabu cha Ufunuo, kinaeleza juu ya karamu ya mwanakondoo. Sasa karamu ya mwanakondoo inamaanisha nini? Inawahusu ndege wa angani, wale tai. Inahusu na baadhi ya wanyama wengine watakao kuwa wamekuja kwenye ile vita ya mwisho Harmagedoni, ambayo watu watakuwa wanapigana. Na kwa nini watakuwa wanapigana? Hii ni vita ambayo chanzo chake ni kwamba ulimwengu utamkataa Muisraeli. Muisraeli ni taifa la Bwana lililoteuliwa na Bwana ili Mungu atembee katikati yao, kudhihirishia ulimwengu kwamba duniani
hakuna Mungu mwingine ila Mungu wa Israeli. Sasa Waisraeli hawa leo hii kuna watu wanawasapoti. Marekani anawasapoti Israeli, na Biblia inasema kwamba kila atakaye msapoti Muisraeli atabarikiwa. Lakini kwa habari ya siku ile ambapo watu watashtuka kwamba huyu sio yeye, na kumbuka kwamba mpinga Kristo ataweka makao yake makuu Yerusalemu, mahali waliko Waisraeli wenyewe. Kwa wakati wa Israeli wakimpinga yule Kristo, mpinga Kristo atariact dhidi ya Waisraeli kupigana nao. Kwa kuna watu wataungana pande wa Israeli, kuna watu watakuwa wamekusanyika wenyewe, lakini watakuwa ni wachache sana watakao msapoti Muisraeli. Kwa katika ile mapigano mazito, Biblia inasema kwamba damu za wengi zitamwagika sana. Kwa sababu mauaji yatakuwa ni mazito, inasema Yesu ataruhusu ndege wa angani kuja kula mizoga ya watu. Mizoga ya watu italiwa, na inapokuwa inaliwa, tafsiri ya maandiko kwamba Yesu anasafisha mazingira. Hali ambapo vita ya mwisho itafanyika, maandiko yamejaribu kutoa historia kwamba ni mahali ambapo pamezoeleka katika vita. Vita nyingi zimepigwa mahali pale, zote tulizokuwa tumezoea kuzijua zimepigwa. Biblia inatuambia kwamba mahali pale ni mahali penye kilima, pana mlima huko kwenye hilo eneo, lakini kwenye ule mlima mbele yake kwa kule juu kuna tambalale kubwa sana. Kwa watu kutoka mahali tofauti watakwenda mpaka mahali pale kwenye kilima ambako vita zimezoeleka kupigwa. Amejaribu kutuambia kwa habari ya Baraka aliyepigana kwenye Biblia, tunafahamu alipigania vita kwenye huo mlima. Jaribu kutuelezea habari za Gideon, alipigana na yeye kwenye huo mlima akashinda. Lakini kuna watu ambao walipigwa pale, waliuawa. Eneo ambayo vita vimefanyika sana. Lakini pia mwandishi anatukumbusha hata kwa ajili ya vizazi tulivyo navyo leo. Kuna watu wamezaliwa miaka 60 kitu hapa, wapo. Kwa kwenye miaka hii kuna vita zilipigwa kwenye uwanja huo ambao unazungumzwa hapa. Sasa vita hiyo itapigwa tena ya mwisho kwa wakati ule. Biblia inasema kwamba njia, leo hii tunaona njia nyingi zinatengenezwa. Sisi tunasifia ni maendeleo, kukutanisha kila mikoa, lakini kukutanisha nchi na nchi, njia zinatengenezwa. Tunasema kwamba ni maendeleo. Sikiliza nikwambie, tunayasifu ni maendeleo, lakini ndio njia zinazoandaliwa kwa ajili ya kupita makabila yote na mataifa yote kwenda Yerusalemu kwa ajili ya vita ya siku za mwisho. Sasa tunaelewa kile kitu tunachokiona kama ni maendeleo leo kina maandalizi yake kwa ajili ya siku ya mwisho. Biblia inatuambia kuna kizuizi kitakachowazuia, mto Frati. Ule mto utajikaukia wenyewe, Mungu ataruhusu ukauke. Lakini ni nini kinachosababisha watu waende? Biblia inasema roho chafu kutoka kwa mpinga Kristo iliyoruhusiwa na shetani itawaingia watu. Yaani kila mtu atahamasika mwenyewe kwamba anaenda kwenye vita. Kumbe leo nataka uelewe mpendwa, unaposikia kuna vita vinaendelea, kuna roho chafu za machafuko zinatenda kazi. Lakini kwa ajili ya wakati ule zitazidi kwenye maeneo mengi. Nchi nyingi zitakuwa na msukumo wa kwenda, lakini ni Mungu aliyeruhusu yawe hivyo. Yaani bonde la maamuzi kwamba nani ni nani. Kwa kumbe sisi tunategemea kwa watu ambao watakuwa wamekosa mbingu. Nasema kwamba watu watakatifu wa Bwana hawatakuwepo mahali pale, uelewe vizuri. Lakini wale wenye dhambi watakuwepo kwenye bonde la kukata maneno. Zitapigwa roho ya machafuko ambayo itaongozwa na mpinga Kristo mwenyewe. Mpinga Kristo ndiye muamuzi, amesimama pale kwamba yeye ndiyo kiongozi, lakini kuna watu wanaopinga utawala wake. Sasa mapigano yanapokuwa yakiendelea, mauti, damu zinamwagika. Kitu cha msingi ambacho natamani tuelewe hapa, Biblia inasema kwamba kwenye lile bonde damu zitamwagika za wanadamu, watu maelfu watakufa. Damu zile zitakazokuwa zimemwagika mahali pale zitakuwa kama mto, kiasi kwamba farasi unayemjua mkubwa, sio mtoto, atazama kwa damu za watu. Yaani mahali palipo tambarare damu zimetapakaa, lakini atazama farasi, itabakia inaonekana shingo tu. Ni kwa namna gani watu maelfu watakuwa wamekufa mahali pale. Na vita hii ambayo wanapingana, Biblia inasema kwamba watu watavamia ngome ya mpinga Kristo.
kwa sababu amejiinua kwamba ni Mungu, na kuna watu wameshajua kwamba sio Mungu. Mapingano hayo ili kupata kukata maneno, ndio watu wanakufa. Watakaokuwa waathirika zaidi, watakaoumia zaidi, watakaokufa zaidi ni Israeli, taifa la Israeli tunalojua hili. Na Biblia inasema kama sio Yesu kurudi, hata Mwisraeli mmoja hataweza kupona. Lakini ujio wa Yesu utawanusuru Waisraeli wachache. Wao watakapomuona wataokoka ile siku. Sisi tunaokoka leo, ukishindwa ndio basi. Waisraeli wanaishi kwa torati, walimkataa Yesu Kristo. Lakini siku ile watakapomuona watasema Bwana wetu Yesu. Halafu wataomba toba wakiwa wamekufa kupita kawaida. Yesu atashuka kuimaliza ile vita. Sema ndipo atakamatwa ile mpinga Kristo na nabii wake wa uongo, wote watatupwa kwenye jehanamu ya moto. Vita itakoma. Itakapokuwa imekoma ile vita, Biblia inasema Yesu atakuja kama mtawala sasa. Atausimika utawala wake duniani. Atatawala miaka 1000. Bwana Yesu tusaidie sana.